na nimeshafanya mengi jameni. Sitoweza kugusa yote. Nitaweza kufanya kazi na baadhi ya vijana ambao nitashirikiana nao. Kwa hiyo nitaweza kuwaleta ili waweze kujitambulisha kwa majina, na tutaweza kuzungumza nao machache katika yale mengi ili muweze kuwaona na muweze kuwatambua, maana inawezekana baada ya hapa wataweza kuwatafuteni. Kuna ile hali ya kutokufahamiana. Nitaombeni sana muweze kuwapokea, ili moja ya support yenu kwangu itakuwa ni kuwapokea wao, lakini pia kuwapa ushirikiano. Namba moja kabisa, huyu bwana labda kidogo atakuja kujieleza mwenyewe. Anaitwa S. Basi mwenyewe utakuja kumalizia jina lako. Karibu sana ndugu yangu. Huyu anaitwa S, lakini S hiyo sijui ina maana gani, yeye mwenyewe ataweza kuieleza kwa urefu zaidi ili tuweze kumfahamu, maana baadaye tutaweza kumshuhudia kwa mengi. Jamani, asante sana. Nawashukuru kwa sababu nipo hapa kwa ajili yenu wote. Naitwa Suma Kimwanya, kama vile presenter wa Jozi Media. Asante. Huyu anaitwa Suma Kimwanya, ndio maana nimesema ni S, lakini sijajua mbeleni nazungumza kitu gani. Suma Kimwanya. Kidogo nina bahati maana nina S nyingi. Labda niweze kumkaribisha mwingine ambaye yeye ni S kabisa, kwa hiyo nayo itaweza kujieleza S na maana gani kwa mbele. Karibu ndugu yangu. Karibu. Wasani hai? Hai kabisa. Okay, asante. Kwa majina anaitwa Simon George Bita. Ni mmoja kati ya wafanyakazi ambao tutaishi ndani ya Jozi Media. Asante. Aya, shukrani. Okay, karibu ndugu yangu. Naye kijana mmoja ambaye labda tumeweza kumzoea sana kwenye TV nyingine ambayo hapo nyuma kidogo tumeweza kumshuhudia kwa namna moja au nyingine, ambaye yuko upande wa pili, yupo behind the scene. Karibu kijana, uweze kujitambulisha kwa majina, watu waweze kufahamu. Nafikiri tumemwona mengi sana kutoka kwake, tumeweza kumshuhudia kwa namna moja au nyingine. Nataka nitoto badi na wasalimu nyote. Aya, asante. Unaweza kurejea. Hebu tusiti kidogo pa. Suma Kimwanya. Mimi binafsi niweze kusema ya kwamba nafarijika kwa siku ya leo, kwa sababu nimeweza kuwa na vijana ambao naamini wataweza kunipa company. Ila kwa ufupi ningeweza mbele ya hadhira niweza angalau kuuliza baadhi ya maswali mawili matatu ili niweze kuwapa jukumu hili, maana binafsi naweza kufanya hii kazi tena vizuri sana, lakini sio jukumu langu. Lazima niweze kushirikiana na nyinyi ili kupitia nyinyi muweze kuniconnect au kuconnect Jozi Media na hadhira ambao ni jamii yetu ambayo imetuzunguka. Samani kidogo mundani jamii. Samani kidogo mundani. Labda ningehitaji kuuliza Suma Kimwanya, leo katika tukio hili la Jozi Media ambao ni uzinduzi wetu, unaweza kunipromise kitu gani kuanzia leo na kuendelea kwa ajili ya Jozi Media? Ya, nafikiri ya kwamba Mungu ndio kila kitu, na nafikiri tutafanya kazi kadiri gisi Mungu anavyotaka. Najua siwezi nikasema mengi, lakini kila ambacho nitafanya nahisi utafurahiwa sana. Una ndoto gani na upresenter hadi leo umejisikia uweza kuishi ndani yake? Ndoto yako ni hipi, au unatamani kufanya kitu gani wewe kama wewe katika tasnia ambao umejikita leo ambao ni uzinduzi wetu?
Yani kwamba ni muda mrefu sana na ni kitu ambacho nilikuwa sitegemei ya kwamba kinaweza ikatokea, lakini nilijisikia ndani ya kwamba Mungu anataka mimi nifanye kile ambacho watu wanataka. Na Jozi Media nimechagua kwa moyo mkunjufu na ninaamini ya kwamba tutaifikisha mbele kadiri yani Mungu anavyotaka na watu wanavyo. Unakuza sanaa yetu au unaendeleza pale ambapo imeishia au ambapo iliyopo kwa sasa, lakini pia ukizingatia utofauti wa mtazamo wa baadhi ya wasanii, lakini pia utofauti wa kikambi na wasama ambao hupo wa kikazi. Wewe utaweza kumanage vipi ili kuhakikisha maendeleo ya sanaa yetu inaweza kusonga mbele? Ni kwamba yani hapo naweza nikasema kwamba kile ambacho kitatokea tutaenda nacho hivyo hivyo. Ikibidi ya kwamba wasanii wamelala tutawaamsha sisi kama Jozi Media, na pia tutazidi kuwafuatilia wasanii wetu kwa sababu tuwapeleke mbele kwa kila kitu. Nafikiri una promise nini azira hii? Maana hapa naona kuna watu wengi na mimi nafikiri nitakupa nafasi ya kuweza kufanya nao interview angalau watu wawili au watatu ili niweze kukusikia. Maana naona kidogo kuna watu wengi hapa ambao mimi nitakupa nafasi. Au nikuache kidogo. Sogea pale ili nimpate bwana Simon. Nafasi yako ipo. Simon, ndoto yako ni ipi katika utangazaji? Au leo umejisikiaje kuwa miongoni mwa wana Jozi Media? Cha kwanza ni kwamba sanaa ni kitu ambacho kipo ndani ya moyo wangu, na kuwepo ndani ya Jozi Media ni kufanya kile kitu ambacho moyo wangu umekusudia mimi nikifanye, na kuhakikisha kwamba kila kitu ambacho tutaenda nacho tunakifikisha katika hadhira ambayo inatutazama. Una plani nini kuhakikisha tunachangia katika ukuaji wa sanaa? Maana tayari napiga hatua, lakini kuendelea kuongezea nguvu na juhudi zaidi. Na kuhusiana na plani zipo nyingi sana, na kikubwa tu hadhira ambayo itakuwa natuzunguka wategemee vitu vizuri kutoka kwetu, maana plani ni nyingi, na kulingana na vile bado tumekuja, basi tumekuja na vitu vingi vya moto. Wao wakae chonjo tu hadhira ambayo itakuwa natutazama. Basi jameni, mimi naitwa Amos Ilango Joshua. Sina mengi sana, lakini niweze kuachia vijana nafasi, maana wana kiu na wanatamani angalau kuzungumza na watu kadha wa kadha kulingana na maeneo tuliopo, lakini hawa ambao wako kwa sasa. Kwa hiyo mimi nisiwe mzungumzaji sana, niweze kuachia wao nafasi ili wafanye kadri matamanio moyo wao au moyo yao kidogo inavyoweza kuwasukuma. Asante, shukrani, niweze kuwatakia ufuatiliaji mwema, lakini pia usikivu mwema wa yote ambao tuweza kuyafanya kwa maeneo haya. Asante sana.